inasema nini? Na neno alifanyika mwili. Alifanyika mwili. Yule ambaye anaitwa kuwa neno Mungu alifanyika sasa kuwa mwili, ametoka katika umungu. Naamini kuna watu wanabatizwa leo. Twende haraka. Lakini nasikia vile wanaongea binaningia. Naam. Ndio maana wewe unasema leo mimi na kwa Muislamu. Muislamu. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Kristo naimba ka muziki. Nasependa bino lelo etage na moni bino bandeko na ngai. Mashallah. Nakomi na kati ya province ya Kindu Manyema. Shehe Ustazi Alhabibu Mazinge. Kwenye taratibu tunaanza na dua ama tunaanza na kisomo cha Qur'ani. Utachagua shehe utayemtaka, dua, na pia tutasimamisha mwalimu atakayetupatia somo ya leo katika wageni wetu waliotutembelea. Alhabibu Shehe Ustazi Mazinge, karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir. Takbir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana anayefanana naye hata mmoja. Na katika hadhara yetu, kwanza tunashukuru Allah wale ambaye wanajitolea na kufika hapa. Sisi hatuna malipo ya kuwalipa, mwenye kuwa na malipo ni Mwenyezi Mungu peke yake. Na katika wingi wa malipo, hesabu yetu sisi hatuijue, ila mwenye anajua ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hapo sasa hapa kunapendeza, ndio mimi ndio napendaka. Mnaona hapa nilianza kusema pole pole, hapa nataka kunyanyuka. Takbir, takbir, la ilaha Muhammadu. Haya, Dr. Saidi, wewe kwa tena hapa, ndio huku tena, ongea. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mnamuona kaka anayekuja, huyo ni kiongozi, mchungaji, bishop katika ulimwengu wa Kikristo, na anakuja leo, anasema anakuja iko peke yake tu, lakini kesho, kwa kuwa tulikutana jana kwenye radio, na akasema atakuja na pastori ambaye tulikuwa tunapanga naye, na yeye aleta dharura. Unaona yeye naye anasema kesho atakuja na waaminifu wake, na ndio maana tulikuwa tunamtayarishia viti pale na vingine vilikuwa kando, kama watakuwa wengi tuwapatie nafasi. Lakini hivi leo anakuja peke yake, hawezi kukosa la kusema, ili hivi tutamkaribisha mwalimu wa somo, atakuwa anamsikiliza, na kama atakuwa na ulizo la kuuliza
basi atapewa nafasi ya kuuliza, ama akaomba nafasi ya kuhubiri angalau dakika 5 atapewa nafasi, kwa kuwa sisi Waislamu tunawakaribisha kila mmoja katika jamii ili apate kujitetea na ajue ukweli uko wapi. Kama atakataa ajikatalie mwenyewe. Hivi mimi nitakuwa napoteza kimo, na mrudisha Alhabibu Ustazi Mazinge. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma inna na'udhu bika min ju'il bala'i. Allahumma inna na'udhu bika min ju'il bala'i wa baraka shaqa'i wa su'al kama'i wa smiyata fil ahdari ya muhawilul ahwali. Mwenyezi Mungu tunakinga vitanga vyetu vichafu kwako ya Rabbul Alamin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sinabudi kuanza kumhimidi Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada rehema na amani zimwendee kiongozi wa umma, mtukufu wa daraja, mboni yetu, furaha yetu, kipenzi chetu Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pamoja na watu wa nyumbani mwake na masahaba zake na Uislamu wote kwa jumla. Allahumma amin. Ndugu zangu Waislamu katika imani, baba zangu, mama zangu, dada zangu na kaka zangu, naamini siku ya leo itakuwa ni siku ya historia, na ni historia ambayo lazima tuiandike kwenye ajenda zetu. Kumbuka kwamba leo ni tariki 18 kama sijakosea, lakini tariki hii 18 itakuwa ni sura ya 5 aya yake ya 5 Al-Maida, anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, kwamba leo mimi Allah Subhanahu wa Ta'ala nimekamilishieni dini yenu na nimekutimizieni neema yangu juu yenu na nimekupendeleeni Uislamu uwe ndio dini yenu. Maana yake mtu kuwa Muislamu unasimama katika radhi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika historia ya vitabu vilivyopita hakuna dini ambayo imetajwa katika kitabu chake, kama vile tuna Qur'an, tuna Biblia, ambayo Biblia inabezi mkono wa kushoto wa Kristo na Qur'an imebezi mkono wa kulia wa Waislamu. Nikisema kubezi mkono wa kushoto sio kwamba ni dharau, maana ukisoma katika 2:10 Malaki nasema kwamba maana moyo wake mwenye udhaifu unapatikana mkono wa kushoto, lakini mwenye moyo wa hekima uko upande wa kulia. Ndio maana Qur'ani imeanza kutoka kulia kwenda kushoto, lakini Biblia inatoka kushoto kwenda kulia. Akiwa mwanamume na mwanamke wanaoana, anawekwa mwanamke upande wa kushoto kwa sababu ni chombo kidhaifu. Kila asili kinachotoka kushoto kwenda kulia inaonekana kwamba ni chombo kidhaifu, na kila kenye kuwa na uzito kinaanzia kulia kwenda kushoto. Takbir! Takbir! Ndio maana nikasema kwamba Qur'ani imebezi upande wa kulia wa Uislamu kwa sababu ni kitabu pekee ambacho Uislamu tunajisifia kwamba ni kitabu chetu, na ndani yake mmepatikana andiko kutoka sura ya 1 mpaka sura ya 5. Tayari umeshakapata kwamba Uislamu ni dini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ukiwauliza ndugu zetu ambao ni Wakristo wanabezi mkono wa kulia, utabezi kwenye Biblia ambayo ndio kitabu cha Wakristo, kwenye dibaji ya Biblia ya Wakristo inasema kwamba hiki ni kitabu ambacho kimefanywa kwa matumizi ya Wakristo, kwenye dibaji peke yake. Lakini ukiuliza Mkristo yoyote, mchungaji ambaye amesoma na akaelewa, ukamuuliza je, katika Biblia kuna maeneo Mungu anasema kwamba Ukristo ni dini yangu, atakwambia hakuna, kama amesoma. Lakini kama ni mvuguvugu atakwambia unajua nimemvaa Kristo ndio maana nimeitwa Mkristo. Hivi kweli mtu akivaa kanzu anaitwa mkanzu? Au akivaa koti unaitwa mkoti? Kwa nini ukivaa Kristo unaitwa Mkristo? Kwa sababu ni hoja ya matengenezo. Lakini huku kote tumepata dini hizi kwa sababu tunatafuta Mungu wa kweli wa kuabudiwa ni nani. Maana bila kuwa na Mungu imani yako ni bure, na imani yako itathibitishwa baada ya kujua Mungu wa kweli wa kuabudiwa ni nani. Leo dunia imegawanyika, kuna kuwa hitilafu baina Waislamu na Wakristo kwa sababu ya tamko la kumjua Mungu wa kweli ni nani. Majuzi tumekuwa kwenye redio, kuna mtu ameinuka anasema kwamba yeye Mungu wake ni Mungu mweusi, yaani mtu anatengeneza mpaka rangi ya Mungu.
Na wakati kwenye Qur'ani Allah anatuambia lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mwenyezi Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa. Utapata katika sura ya 112 aya yake 3 na 4. Allah anasema kwamba hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana anayefanana naye hata mmoja. Inakuwaje wewe leo useme kwamba Mungu ni mweusi? Sasa tuanzie katika hili ili kwamba tupate kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qur'ani na kitabu cha Waagizo kinasemaje kuhusikana na uwepo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Mungu ni nani? Tunaposema Mungu, man huwa Allah? Kuna hoja Yesu alifundisha katika Yohana 4:24. Nianze hapo kidogo. Yohana 4:24 katika kitabu cha Biblia. Ndio? Yohana sura ya 4 mstari wake mdogo wa 24 kwa wale wenye kupenda kusoma katika Swahili yetu ya Manyema. Ndio? 4:24 inasemaje hiyo? Inasema ndio Mungu ni roho. Unaona Biblia inaweza kusema kwamba Mungu ni roho. Endelea kidogo. Na wenye kumwabudu, na wale wanaomwabudu sharti wamwabudu katika roho na kweli. Meza mate kidogo. Maneno hayo ukiyasikia yanakupa sababu ya kujua wale wanaosema kwamba Yesu ni Mungu kuwa wanapatia au wanakosea. Maana maneno haya Yesu alifundisha wanafunzi wake, na mwanamama aliyekuja kumuuliza habari ya unabii wake, Yesu alimwambia mama nisadiki. Kisa ni kirefu, mwishoni Yesu akamwambia kwamba Mungu ni roho, nao wanaomwabudu Mungu wamwabudu Mungu katika roho na kweli. Namuuliza Yesu kidogo katika Luka 24:36. Kitabu cha Luka 24:36. 24:36. Alafu usikie hoja yangu, maana hoja yangu ni fupi, sitaki kuwa mrefu, maana tuna mchungaji hapa na pengine ana haja ya kuweza kuhubiria Uislamu imani yake, na ikiwa kwamba imani yake inaweza ikatupendeza, masalamu tunaweza tukamfuata. Na mimi naamini mzee akipata hii umma wote kanisani Uislamu kuimba, si tunajua pale mbele atawale, pale nyuma atawale, katikati kukole. Luka 24:36. 24:36 kwa wale wenye kupenda kusoma na kuandika. Ndio? Na waliposema maneno haya, wakati walikuwa wanasema maneno haya, Yesu mwenyewe ndio akasimama katikati yao. Yesu mwenyewe alisimama katikati yao wale wanafunzi, akawaambia salamu kwenu. Yesu akawasalimia, assalamu alaikum, amani iwe kwenu. Lakini wakafadhaika. Wale wanafunzi waliposikia salamu hiyo walishtuka, wakafadhaika, wakaogopa, wakadhani ya kama waliona roho. Hawa wanafunzi wakadhani ya kwamba wameona roho. Kumbukeni Yesu alituambia kwamba Mungu ni roho. Maana hao wanafunzi waliona Yesu wakadhani ya kwamba wanaona roho. Maliza andiko. Yesu akawaambiaje? Mnafadhaika sababu gani? Kwa nini mnafadhaika, mnakuwa na wasiwasi? Na kwa nini mnashaka yanayotoka katika mioyo yenu? Na kwa nini mnakuwa na wasiwasi, mna mashaka yanayotoka katika roho zenu? Maliza andiko. Tazameni mikono yangu na miguu yangu. Yesu akataka watoe shaka. Hivyo walidhani kwamba wanaona roho. Yesu akamwambia, tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Mimi ni ule Yesu mnayemjua toka zamani. Endelea. Munipapase, niguseni, mutazame na mniangalie, kwani roho haina mwili wala mifupa. Endelea. Kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. Maana Yesu anawaambia wanafunzi wake baada ya kuwaza kwamba wameona roho. Yesu akamwambia, hapana, mimi sio roho, nishikeni mniangalie. Kama mimi Yesu ningekuwa sina mwili na sina hii mifupa, maana Yesu angekuwa nini? Angekuwa roho. Lakini inaonekana kwamba Yesu alikuwa na mifupa, alikuwa na mwili, kwa sababu yeye si nini? Sio roho. Na alisema kwamba Mungu ni nini? Ni roho. Kama Yesu sio roho, maana Yesu si nani? Si Mungu. Ndio jibu hili ambalo linatakikana kila mtu alielewe. Ni kweli kabisa. Mungu ni roho, Yesu si roho.
Kuna haja kweli ya kumwita kwamba Yesu ni Mungu? Hapana. Luka 18:18. Twende katika hoja za kawaida kidogo hivi tupate kukumbushana mambo mazuri. Tuseme inshallah. 18 Luka ni wale wenye kupenda kusoma na kuandika. Na mtawala mmoja alimuuliza akisema, kuna mtawala mmoja amemwona Yesu akaja akamuuliza Yesu, Mwalimu mwema, nifanye nini kurithi uzima wa milele? Anakuja kwa Yesu akamwambia mwalimu mwema, nifanye nini ili nipate kurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia, ndio, sababu gani unaniita mwema? Sababu gani unaniita mwema? Neno mwema ni moja katika nguzo ya 3 ya dini, al-ihsan, uwema, ambao mtume anatambia kwamba ni kumuomba Mwenyezi Mungu na maabudu Mwenyezi Mungu kana kwamba unamwona, hata kama haumuone Allah, tambua kwamba yeye Allah anakuona. Yesu anapewa sifa ya uwema, kwamba mwalimu mwema, nifanyeje nipate kurithi uzima wa milele? Yesu anamwambia yule aliyemwita mwema, mbona, kwa nini unaniita kuwa mwema? Endelea. Hakuna mwema ila mmoja. Yesu anasema hakuna mwema ila mmoja, naye nani? Ndiye Mungu. Takbir, Allahu akbar. Yesu anasema mwema ni mmoja, Mungu peke yake ndiye mwema. Yesu aliposema kwamba Mungu ni mwema, Yesu hajakosea, maana alinukuu katika Zaburi 106 yake ya kwanza. 106 ya kwanza. Zaburi 106 ya kwanza. 106 aya ya kwanza. 106. Ndio. Inasema sai 6. Aha. Ndio. Safini Bwana. Aha. Mshukuru Bwana. Kwa kuwa ni nani? Yeye ni mwema. Unaona, kumbe Mungu ndiye mwema. Tena andiko inasema kwamba mshukuruni Bwana kwa kuwa yeye ni mwema. Na huku Yesu anasema kwamba Mungu ni mwema. Kama kweli Mungu ni mwema, Yesu alimshukuru Mungu au hakumshukuru? Mathayo 11:25. Mathayo ndio 11:25 ama 11:15 kwa wale ambao wanapenda kusoma na kuandika katika zizi la Manyema. Wakati ule Yesu akajibu akasemaje? Ninakushukuru Baba Bwana wa mbingu na dunia. Ndio maana Muislamu kila katika kwenye swala anasema alhamdulillahi rabbil alamin, kwamba shukurani ni zake Allah, Mola wa ulimwengu wote mzima, mbingu na dunia, Allah ndiye anayevimiliki. Yesu anasema nakushukuru Baba, mfalme wa mbingu na dunia. Andiko likasema kwamba tumshukuru Mungu kwa sababu yeye ni mwema. Yesu naye ameona kwamba Mungu ni mwema, amemshukuru hajamshukuru? Anamshukuru. Kama Yesu amemshukuru Mungu, yeye Yesu alikuwa nani? Maana hapo ndio kuna kizungumkuti. Kinachotutenganisha baina ya Waislamu na Wakristo ni pale anaposema Muislamu kwamba Yesu sio Mungu. Baadhi wanasema kwamba hapana, Waislamu hawana adabu na Yesu. Kwanza jueni ya kwamba katika nguzo ya imani inatuambia tuamini mitume na manabii, ndani yake wakiwa 124,000. Yesu mtoto Maria, Waislamu tunamwamini kwamba alizaliwa kwa mama bila baba, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu aliposema wa idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Mungu alipoamrisha jambo kwa Mariamu akasema Mariamu chukua mimba, na akachukua mimba akamzaa mtoto bila kuingiliwa, ambaye jina lake ni Yesu, mwenye heshima duniani na akhera. Muislamu kimdharau Yesu unapata dhambi, unaitwa kafiri. Ni kweli kabisa. Maana Muislamu sema mimi Yesu simtaki, pepo hawendi. Ndio maana ikiwa kwamba ufalme wa Mungu uko katika mikono ya Yesu, maana Uislamu tuko na bahati, maana dini yetu inatuambia Yesu tumwamini. Na aliyekuja kutufundisha kumwamini Yesu ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesu na Muhammad ni mkubwa na mdogo kwa umri, kwa kutangulia. Yesu ndo amekuja mbele ya Muhammad na akamtangaza mtume kwamba atakuja baada yake. Muhammad alipokuja akatuambia habari za Yesu kuwa alizaliwa bila baba na alikuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Sasa hapa ndo wakati wanasema hapana,
hapa mnamdharau Yesu. Yesu sio mtume, ni Mungu mwenyewe. Ndio wanasema, nauliza maandiko ya Biblia, kweli je, Yesu ni mtume au ni Mungu? 3:1 Waebrania. 3:1 kitabu cha Waebrania. Ndio. 3:1 kitabu cha Waebrania. Ndio. Wale uite kwanza wasilimu, kuna mtu anahitaji kusilimu. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu, Allahu akbar, walillahil hamdu. takbir, Allahu akbar, takbir. Inshallah, mmeona raha yake Waislamu, mmeona raha yake. Twende tukae matangazo. Inshallah, ndugu yetu anahitaji kusilimu kwa muda huu, na mimi kama Mtanzania leo sio nafasi yangu ya kumsilimisha. Naomba nimpe Alhabibi Sheikh Upanga wa Rabi aliyetoa mada ya leo, na kisha ndio amsilimishe. Inshallah, Alhabibi Sheikh Upanga wa Rabi, msilimishe mdogo wangu huyu, kaiona haki, anaingia kwenye haki. Kwa sababu kuna mtu mwingine anataka kuwa Muislamu, kama kuna mwingine baba mama anataka kuwa Muislamu, njoo kama unataka kuwa Muislamu. Takbir! Takbir! Sallallahu ala Muhammad. Kaka sogea hapa. Wallahi mashallah. Rasio raha. Kwa hiyo nadhani hawa wanataka kuwa Uislamu. Kwa hiyo inshallah hawa ni ndugu zetu. Kwa hiyo tuwasilimishe kwanza. Wallahi takbir. Karibuni hapa, karibuni. Ngoja naone vizuri kwanza. Tuonane sawa sawa. Network inakaa vizuri kweli. Naam. Kwa hiyo tufanye vidole hivi. Tuseme ashhadu. Sema kwenye mdomo. Tuseme ashhadu. Ashhadu an la ilaha illa Allah illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullahi. Nashuhudia kwa moyo wangu, natamka kwa ulimi wangu ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja. Nashuhudia mara ya pili ya kuwa Muhammadi ni mtume wa Mungu. Mwambie wapasa olele, wanawatoka. Takbir! Waislamu hawa ni ndugu zetu. Ngoja utasema sijadi. Waislamu hawa ni ndugu zetu, wana haki ya kuwa sisi kuwapokea. Ikramu tumewafanyizia, mtu wa kwanza tuwafanyizia ikramu inshallah. Ngoja tuchukue majina. Inshallah, hataki jina ya Jerome. Ngoja kwanza kwa kwa hiyo inshallah Sheikh uandike ndio hapa. Unaitwa jina gani? Polo. Bwana Polo, kwa mshirika kanisa gani? Ulikuwa mkanisa gani? Venzevoa. Leo unakuwa Muislamu, unachagua jina gani? Kuna Abubakari, kuna Ismail, kuna Rajabu, kuna Muhammadi, kuna Abdallah, kuna Ramadhani. Unapenda jina gani? Abubakar. Takbir! Kuna mwingine hapa. Takbir!
Kuna mwingine anakuja kusongoja niwape majina naye mtoze shahada. Ngoja kidogo. Kwa jina gani mbele? Jina langu ni Amis Babizaka. Amis Babizaka. Na Amis bado ngadi jina ya Kiislamu. Utaibadilisha utabaki nayo? Nabadilisha. Unataka jina gani? Kuna Ismail, kuna Saidi, kuna Farai, kuna Ali, kuna Abdallah, kuna Husseini, kuna Umar, kuna Rashid. Jina ile mimi napenda. Abdallah. Abdallah, takbir. Abdallah Muluki kwa piaja na kisha mbele mie peke. Naam. Baba yangu pastere. Anapikaka ngoma, lakini nashikaje banaongea binaningia. Naam. Ndio maana mimi nasema leo mimi nakuwa Muislamu. Takbir. Mashaallah. Watu wote wanajua ile yote, watu wote wanajua. Watu wote kwetu hapa nyuma. Naam. Watu wote muulize watajua wote. Inshallah. Barakallahu fikum. Takbir. Haya, mwingine taja jina. Waislamu takbir. Allahu akbar. Mimi naitwa jina ya Jerome. Leo napenda kuwa na jina gani ya Kiislamu? Kuna Abubakari, kuna Uthman, kuna Rajab, kuna Ali, kuna Uthman, kuna Abdallah, kuna Hussein, kuna Suleiman, kuna Ibrahim, Ishaqa, Muhammad, Daudi, Musa, Idrisa, Zulkarnain, Zulqifl, Rajab. Unataka jina gani? Jina yangu napenda bwana ni Muhammad. Takbir. Ndio hata tunaprovema Kristo, tumeonyesha kama sio vijana. Mashaallah. Jina langu leo ni Muhammad. Nilikuwa Mkristo na mbele kanisa, kweli nasikia hapa. Mashaallah sana. Mashaallah. Kweli Muhammad ni mtume wa Mungu. Takbir. Wallahi ndugu zetu ndugu zetu hapa tuwaone wanaingia katika Uislamu kwa moyo mkunjufu. Lazima hawa tuwafanyie ikramu. Ni wageni wetu, tunajua haki ya mgeni katika Uislamu. Hatuko wageni katika Uislamu. Naam, nani mwingine? Wewe ushatoa shahada? Bado. Katika majina ngoja subiri. Ulikuwa unataka gani mbele? Ngai na Benjamin Kumbu Johnny Maestro. Naza aina kaferite. Artiste naimba ka muziki. Nasepeni na bino lelo etage na moni bino bande kona ngai. Mashallah. Na komi na kati ya province ya Kindu Manyema. Nasepeni makasi pona bino nyoso bande kona Rajabu, Muhammadi, Musa, Suleimani, Daudi, Isa, Abedi. Aina lingi Daudi, takbir. Ndio tunachukua jina ya Daudi. Ngoja tusogeni kwa hapa na tukamate shahada. Uislamu tuzo hapa ina ashhadu an la ilaha illa Allah Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nashuhudia kwa moyo wangu nikitamka kwa ulimi wangu ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja tu na Muhammadi ni mtume wake. Takbir. Hapa tunakuja kuroa samaki baharini. Tuseme inshallah. Ulikuwa unatoa jina gani? Mimi waita kwa jina ya Pierre. Bwana Pierre. Leo unakuwa Muislamu. Unaweza penda jina gani katika Uislamu? Saidi. Takbir. Dr. Saidi. Majina yako hapa. Njoo puze. Ndio na ngai. Ndio tunakuwa pili hapa. Kaka sogea hapo. Jina lako ni nani? Magana.
Katika majina ya Kiislamu unapenda jina gani? Ibrahim, Ishaqa, Nuhu, Yunus, Daudi, Idrisa, Dhulqarnaini, Yasin, Taha, Mustafa. Takbir! Anachukua jina la babu yangu na mimi nitamtuza huyo, anachukua jina la babu yangu. Utaongea usijali kaka yangu. Shemwe njoo kwa inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hapa tuko ndani ya muadhara tunampokea Sheikh Mwinyi wa Manene. Iko